Mkuu wa mkoa ameeleza vizuri kuhusu utaratibu wa kuboresha daftari la wapiga kura. Mkoa wa Mara una wana CCM zaidi ya 450,000. Na waomba wana CCM wote wakaboreshe taarifa zao, na ambao hawajajiandikisha wajiandikishe katika tarehe iliyopangwa. Lakini vile vile nawaomba wananchi wote wasipoteze nafasi muhimu ya kupiga kura, nafasi muhimu ya kuchagua viongozi wao kwa kukosa kujiandikisha. Kama kuna kosa la kukosa uzalendo ni kuacha kujiandikisha kupiga kura. Wangapi wameshajiandikisha tayari? Waliojiandikisha mikono juu. Tarime oye! Nikiuliza ambao walijiandikisha najua mtajikausha. Uongo kweli? Hebu tujaribu, maana watu wa Tarime huwa ni wakweli. Ambao bado walijiandikisha mikono juu. Naona watu 4 tu wameinua. Nilijua hiyo ngumu kidogo kwa sababu kila mtu anajua kujiandikisha ni uzalendo. Kujiandikisha ni uzalendo. Kwa hiyo ukiinua mkono watu wataona mimi sio nini? Mzalendo. Lakini naomba mhamasishe hata ambao hawajaja kwenye shughuli yetu ya leo wahakikishe wanajiandikisha. Ni muhimu kila mwananchi apate nafasi ya kupiga kura. Kwa hiyo elimu hii ya upigaji kura tuitoe kwa watu wote. Kwa wananchi wote, wana CCM na wasio wana CCM, kila mmoja ajiandikishe kupiga kura. Lakini tukumbushane, chama chenye uzoefu wa kushughulikia matatizo ya wananchi, chama chenye uzoefu wa kuleta maendeleo, chama chenye uzoefu wa kujenga umoja ni chama gani? Ni Chama cha Mapinduzi. Na sisi tunapata faraja sana kuwa katika mkoa wa Mara ambao muasisi wa Chama cha Mapinduzi ndipo alipozaliwa. Makofi mengi sana kwa marehemu baba wa taifa kwa kazi kubwa aliyofanya kwa nchi. La mwisho, la ngapi? La mwisho. La mwisho, naomba nitumie nafasi hii kusisitiza tena umuhimu wa amani katika nchi yetu. Umuhimu wa amani katika nchi yetu. Kujenga amani kunaweza kuchukua miaka 50. Kujenga umoja kunaweza kuchukua miaka 50. Kujenga mshikamano kunaweza kuchukua miaka 50. Na amani na mshikamano tulionao leo wa Tanzania umejengwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere na wazee wenzake wa wakati huo ambao walifanya kazi kubwa ya kuunganisha nchi yetu. Walifanya kazi kubwa ya kujenga upendo miongoni mwetu. Walifanya kazi kubwa ya kuua fikra za kikabila, fikra za kidini na fikra za ubaguzi wa rangi. Walitaka Watanzania tujitambue kwa Utanzania wetu, sio kwa makabila yetu, sio kwa dini zetu na sio kwa rangi zetu. Hili wazee wetu walifanikiwa. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba hili tunalilinda kwa wivu mkubwa. Tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Tuendelee kulinda upendo wa Tanzania. Tuendelee kulinda mshikamano. Natoa wito kwenu wananchi, natoa wito kwa wana CCM, tushirikiane kuilinda amani yetu. Tusifanye mambo yanayoweza kuvuruga amani yetu. Sisi wanasiasa tuna wajibu mkubwa sana katika hilo, kuhakikisha kwamba kwa matendo na kauli zetu tunahakikisha amani na mshikamano wa nchi yetu vinalindwa. Lakini nimetoa wito maeneo mengine na hapa nitarudia. Katika watu ambao wametoa mchango mkubwa sana pia katika amani ya nchi yetu ni viongozi wa dini zetu. Viongozi wa Wakristo, viongozi wa Waislamu na dini zingine ambazo sio kubwa kama Buddha zipo katika nchi. Wote wamefanya kazi kubwa tangu uhuru na tangu muungano kuhamasisha amani na mshikamano wa nchi yetu. Na tunayo kamati ya amani, hata mkoa wa Mara tunayo. Nadhani pale jukwaa kubwa na viongozi wa kamati ya amani. Naomba msimame tafadhali. Hawa ni viongozi wa kamati ya amani ya mkoa ambao wako maaskofu, wako mashehe, pamoja na kuwa wanatuasa mara kwa mara, lakini wanafanya maombi kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Naomba viongozi wetu wa dini msiache kuliombea taifa hili na msiache kutuasa. Bado Tanzania bado ni changa, haijafika mahala ambapo tunaweza tukasema sasa tumeridhika, amani yetu imetutosha, hatuhitaji amani tena. Labda
Wale ambao wanafikiri hatuhitaji amani tena katika nchi yetu wainue mikono. Wanaofikiri hatuhitaji tena amani kwenye nchi yetu wainue mikono. Wanaofikiri lazima amani yetu iendelee wainue mikono. Tarime oye! Kwa hiyo kwa maneno mengine tunaweza kuwaambia Watanzania kwamba mkutano wa hadhara wa Wanatarime wamewaomba Watanzania kuendeleza amani. Uongo kweli? Umeomba Watanzania kuendeleza amani. Wanaosema tunatoa wito kwa Watanzania tulilinde amani yetu, mikono juu. Na washukuruni sana sana sana. Ndugu zangu Wanatarime, hayo ndiyo yaliyokuwa maneno yangu kwenu siku ya leo. Naomba nirudie, tunawashukuru sana kwa mkutano mzuri.